Unapotaka kununua ardhi, uje ofisi za ardhi wakuthibitishie hali ya hilo eneo. Ni waasi tena wananchi, unapotaka kununua ardhi ni mali. Unapotaka kununua, hakikisha kwamba haina mgogoro. Hakikisha basi haya mambo ya kuwa na watu wawili wana eneo moja haitakuwepo. Lakini katika mifumo yetu sasa hivi tumeboresha sana mifumo yetu ya kidijitali. Tunatumia e-ardhi na hapa Dar es Salaam tunatumia ILMIS. Haiwezi eneo moja likamilikishwa kwa watu wawili. Akishamilikishwa mmoja imeisha. Na sasa hivi katika mwaka huu wa fedha mwaka 2026 kwenda 27, mlisikia kwenye hotuba yangu ya budget, nilisema kwa mwaka huu tutaongeza mikoa ambayo tunasimika ule mfumo wa e-ardhi. Sasa hivi tuna majiji 5 ya Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya. Tutaongeza na mikoa mingine na halmashauri zingine ili utendaji wetu wa kazi uwe rahisi. Kwamba mfumo ukishatoa hati kwa mtu mmoja hauwezi kutoa kwa mtu mwingine, kwa kuzingatia taratibu za mipango miji. Hatukatai, kuna watu watakuja mjini na watanunua viwanja hivi namna hiyo, lakini sisi tunajitahidi tunapima maeneo ili wakija kuta yamepimwa na waweze kuyanunua. Tunajua gharama ni kubwa ya hivyo, lakini tunawasiliana na taasisi nyingine mbalimbali za kiserikali, hata kutafuta mikopo kutoka mataifa ya nje tupate fedha za kuweza kupima maeneo yote. Lakini ukumbushe tu kwamba sasa hivi kwa nchi yetu hii, Mheshimiwa Rais amejitahidi katika maeneo ya vijijini, huduma zimeboreshwa sana. Mambo ya elimu, shule ziko nyingi, mambo ya afya, zahanati, vituo vya afya vinaongezeka. Mnajua umeme wa REA umesambazwa, na takwimu siwezi kuzisema, lakini bado vijiji vichache sana ambavyo vina umeme wa REA. Lakini mitandao ya simu hii sasa hivi mtu yuko kijijini kwetu kule anakupigia simu saa 8 za usiku anakuambia kuna tatizo huko. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo vitapunguza ile hamu ya watu kuja mijini, kwa sababu huduma pia zinaboreka kule vijijini. Kwa hiyo itawaweka watu kule. Lakini ukumbuke vile miji yetu nayo inazidi kuwa vizuri, huduma zinazidi kuimarishwa mijini. Kwa hiyo hamu vile ya wananchi kutoka vijijini kuja mjini itaendelea. Kwa hiyo lazima sisi kama wasimamizi wa miji, mamea au madiwani, mabaraza ya halmashauri katika manispaa na majiji, ndio hivyo wajipange tayari kupokea watu wanaokuja. Lakini sisi kama Wizara ya Ardhi tutatoa ushauri inapobidi ili kuhakikisha kwamba maeneo yote yanapangwa, yanarasimishwa. Kuna gharama zake, lakini hatuwezi kuzikwepa. Katika mijini tunakuwa na dalali wengi wanahusika na mambo hayo leo yazungumza. Kwa hiyo tunaendelea na mchakato. Tumefika hatua nzuri, kwa sababu kitu kama hicho ili kukianzisha lazima kipite katika mifumo ya kiserikali. Kuna mabaraza ya makatibu wakuu wanalijadili, baadaye tutakwenda katika baraza la mawaziri kule tukijadiliwa, na tukishapita hapo tutakwenda bungeni kutunga sheria. Kwa hiyo tuko katika kikao cha baraza la makatibu wakuu. Changamoto za kuwa na watu ambao wanafanya kazi bila kuwa regulated ni nyingi. Ndio ulaghai unakuwa mwingi, hatuwezi kuficha hicho. Na tatizo kubwa tunalopata katika sekta ya ardhi ni kuwa na watendaji wengi katikati hapa ambao sio rasmi, lakini wanafanya kazi ambayo inatakiwa ifanye kazi na watu ambao wanatambulika na wao ni wataalamu wa sekta. Lakini watu wengine hata hawajasomea mambo ya ardhi, lakini wanashiriki katika mambo ya udalali na kuuza ardhi. Sasa tutakapokuwa na regulatory authority ya real estate, tutakuwa na wataalamu ambao wameandikishwa na wanatambulika na watapata vitambulisho. Wakija ukiongea na nyinyi wananchi, mtakuwa mnatambua kwamba hawa wanatambulika rasmi na chombo ambacho kitakuwa kimeanzishwa na sheria hiyo ambayo wamesema.